kwamba kwa nini mwanamke asipose. Ni kwa sababu mwanaume yeye anavutiwa na anasisimuliwa na mwanamke kwa kumtazama. Yaani hata kama nimevaa nguo hivi namsisimua mume wangu. Lakini mwanamke, hata mwanamke aliyeolewa, hata mwanaume angekaa uchi, wala sana sana anamtisha, lakini wala kwani nyie mbona mnacheka? Kwani mimi nimesema nini? Nyie mkoje? Lakini nyie mna matatizo gani? Mmesikia? Kwa hiyo kwa sababu hiyo hakuna kitu mwanamke atafanya kwa mwanaume ambaye hampendi ili ampende. Hamjaelewa? Yaani yale tunayosema fanya hivi kwa mumeo ni kupalilia penzi ambalo lipo. Mmeelewa? Mwanaume ni vigumu sana kuishi na mwanamke asiyempenda. Na ndio maana wachungaji watahukumu, watabembeleza, mashemasi, atamwacha huyo mwanamke. Yaani mwanamke hana kitu cha kufanya kwa mwanaume asiyempenda, hana. Sawa? Kwa hiyo ukimlazimisha akuoe, utakapoingia ndani ya nyumba ndio atagundua kwamba kumbe hakupendi. Hawezi kukaa na wewe. Lakini ajabu ni hii. Mwanamke ana uwezo wa kuishi na mume asiyempenda tena kwa furaha. Unajua kwa nini? Kwa sababu mwanaume ana vitu vya kufanya ili mwanamke avutiwe naye. Sisi tunavutiwa na maneno matamu. Maneno matamu. Ndio maana unaangalia unasema jamani, yule mwanamke mzuri. Lakini mumewe jamani akitabasamu kama analia. Sisi haituhusu. Sisi yani maneno yale matamu. Mwanamke maneno matamu yani anamfanya hata miguu isimami. Sawa Kwa hiyo wewe ukilazimisha huyo mwanaume akuoe, utaumia baadaye. Huna cha kufanya. Mpaka yeye mwenyewe akupende. Na hapa ni wakumbushe vijana. Hakikisha huyo binti uliyempenda ukimweka kwenye mizani ya wasichana wengi abaki yeye. Yaani wewe mpime anabaki tu yeye. Sawa Ukiona kuna dosari, sawa. Lakini na wewe usisahau kwamba huoi tu mwanamke. Unaoa mchungaji wa wanao, mwalimu wa watoto wako, daktari, nesi, hakimu. Sawa mwanasheria. Yaani ni sifa nyingi mno. Unaoa mchumi wa familia yako. Jamani wanawake ni wachumi. Mwanaume ukimpa 10,000 aende sokoni harudi na kitu. Jamani kwani uongo? Na ili uelewe ni hivi, kijana kabla hajaoa maisha yanamsumbua. Mshahara huo pato hilo akioa, unashangaa nyumbani vitu vinaendelea kununuliwa. Wanaendelea kununua masofa, na mshahara ni ule. Kisa ni nini? Kaingia mchumi hapa. Sisi unacheza nini? Mchele shilingi ngapi? 1,800. Na wewe 1,800 huu. Mbona pale Juma yeye anauza 1,600 kama huu? Basi ngoja niende kanunue kwa Juma. Kumbe wala hamna. Basi njoo. Sasa unaniuzia shilingi ngapi? 1,600. Na wewe nanunua kilo 10, basi 1,500. Haya lete. Amesave shilingi ngapi hapo? 300 mara 10. 3,000, si ndio? Anaenda kwenye nazi. Anaenda siji kwenye nini. Lakini mwanaume anaona akisema hivyo amepungukiwa.